kuingia sehemu moja. Sasa baba wengine lazima unaangalia miguu ya mtu, mara unaangalia suruali. Sasa yale unayoangalia ndio yanakusababisha uingie kwenye, yaani yale ndio yanageuka anakuwa jaribu unayoangalia. Mtu ambaye anaomba kwenye uwepo wa Mungu, yaani amesimama sehemu moja. Amesimama sehemu moja, hata kama anatembea anarudi, anatembea, uwezo kumkuta anatembea eti wewe unaomba Baba katika jina la Yesu. Hiyo haipo. Baba katika jina la Yesu, unatamani ugeuke nyuma uende mbele. Hii inawezekana kweli? Inawezekana. Jamani, haleluya. Sasa tumezungumza hizo pointi kumwazimisha Mungu katika uwepo wake kwa njia ya kuomba. Moja kabisa, mtu anayeomba, unaona? Anayeomba anamwazimisha Mungu katika uwepo wake kwa njia ya kujawa na Roho Mtakatifu, ni kuabudu. Kwa njia ya kuomba muda mrefu ni kuabudu. Kwa njia ya kusoma neno la Mungu ni kuabudu. Hiyo yote ni kuabudu. Kwa njia ya kufanya njia ya nne. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni kumwazimisha Mungu, hiyo ni kuabudu. Hiyo yote inaitwa kuabudu. Tulikuwa tunazungumzia kipengele cha kuomba. Na wale wakwambia hili somo ni refu. Baada tujazungumzia kipengele cha kusifu. Watu wengi sana wanatumia neno la twendeni taabudu. Nikuuliza swali leo. Je, hapo ulikuwa unaabudu au abudu? Kwenye kusifu. Hapo ulikuwa unaabudu au abudu? Kwenye kusifu. Kusifu ni kuabudu. Zote zile ni ibada. Unamwabudu nani? Mungu. Ila ni mpangilio wa ibada. Kule mbinguni wale wenye uhai wanasemaje? Mtakatifu, mtakatifu. Wanamsifu Mungu kwa njia ya kufanyaje? Kwa njia ya kuabudu, ya kumwazimisha, kwa njia ya kuabudu. Kwa kusifu ni kuabudu. Sisi tumejipangia tu ratiba, lakini hiyo ni moja ya ibada ya kufanyaje? Kuabudu. Kumsifu Mungu ni kumwabudu Mungu. Kama uamini